Mkuu wa wilaya ya Kilombero Danstan Kiobya ametoa wito kwa viongozi wa dini kuendelea kushirikiana na serikali kutoa mafundisho yatakayosaidia kujenga jamii yenye staa, mahadiri na hofu ya Mungu. Ni ibada ya maadhimisho ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwa kanisa la Anglikana la Utatu Mtakatifu lililopo manispaa ya Morogoro. Tunapo celebrate hiyo miaka 60 ya kanisa kuu na dayosisi yetu ya Morogoro, tujue kwamba ndiye tumaini letu, ndiye ngome yetu, ndiye nguvu yetu. Akiwahutubia waumini na wageni waalikwa katika ibada hiyo, mkuu wa wilaya ya Kilombero amesisitiza kuwa viongozi wa dini wanayo nafasi kubwa katika kujenga kizazi kinachoenzi mahadiri, kutii sheria na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Amani, upendo. Bila amani hakuna chochote. Na nashukuru viongozi wote kwa kusimamia amani ya mkoa wetu, amani ya wilaya zetu, amani ya dayosisi yetu, amani ya nchi yetu ya Tanzania. Baba yetu, mama yetu, babu yetu ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu ametupa, kweli sio kweli? Ametupa tukaiendeleze nchi yetu kwa amani na utulivu. Ametupa mipaka. Na ndio maana Zaburi ya 122 inasisitiza sana swala la amani, kuombeana lakini na upendo katika mipaka ile ambayo tumepewa. Niombe katika kazi zetu, katika mashikano yetu kwenye ngazi ya jumuiya, ngazi ya taasisi mbalimbali, tuendelee kusisitiza swala la amani. Katika mashikano yetu tuzingatie swala la amani, ulinzi na usalama. Bila amani, bila utulivu, bila mashirikiano na bila upendo, hakuna kanisa, hakuna familia, hakuna jumuiya. Kuna mambo yanaendelea kwenye mitandao. Leo tunaposherehekea miaka 60, tunataka miaka 60 mingine tusherehekee kwa hivi lakini kwenye jengo jipya, kwenye gorofa jipya, kwa amani na utulivu. Kwa upande wake, askofu wa Anglikana dayosisi ya Morogoro, Askofu Godfrey Sehaba, amesema jamii inapaswa kutumia vyema mitandao ya kijamii bila kupotosha wala kueneza maneno yanayoweza kugawa au kutweza utu wa mtu. Mitandao ya kijamii ni baraka, inaweza kutusaidia sisi wa kanisa kuhubiri Injili, kutoa mafundisho mbalimbali na kuiweka jamii katika maadili. Lakini mitandao ya kijamii inaweza ikawa janga kama itatumika vibaya. Na sasa kama kiongozi wa dini, ningeomba watu wote tunayotumia mitandao ya kijamii hii kuitumia mitandao hii ili kuleta faida chanya kwa maisha yetu sisi wananchi wa Tanzania. Dayosisi kiroho imeongezeka. Dayosisi ilianza ikiwa na parishi 14, lakini leo dayosisi yetu ina parishi 185. Dayosisi yetu ilianza ikiwa na taasisi chache ambazo zilikuwa zinaihudumia jamii katika maendeleo ya jamii. Lakini leo dayosisi yetu ina taasisi kubwa nyingi ambazo zinahudumia jamii. Ina mashule, ina mavyuo ambayo yanahudumia jamii yetu, ina vitu vingi kuliko jinsi tulivyoanza. Na kwa sababu hiyo leo hii tumekuja kwa pamoja kumshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyoyafanya. Kwa upande wa kanisa kuu tumekuwa na mambo mengi ambayo kanisa kuu linafanya katika utume wake. Na kwa sasa hivi kanisa kuu wameanza mradi mkubwa ambao unagharimu zaidi ya bilioni 2 wa ujenzi wa kanisa jipya ambalo litakidhi mahitaji yetu ya sasa. Kanisa ambalo limetuongoza kwa miaka 60 tuliolitumia sasa hivi halitutoshi tena. Kwa hiyo kuna mradi mkubwa ambao tumeuanza, na leo ibada ya shukurani tuliamua kuweka mahema kuifanyia katika msingi wa kanisa hilo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa jinsi alivyoiongoza dayosisi yetu kufika hapa tulipofika. Kwa hiyo tumehukumiwa, tumesamehewa, tumeanza matumaini mapya, tunaagizwa kuendelea. Tukitoka kwenye sherehe hizi, shughuli za kuchangia kanisa hili zinaendelea, haziishi, wala sio sana. Zinaendelea mpaka kieleweke. Kutangaza matendo makuu ya Mungu linapaswa kufanywa kwa furaha, huku tukiimba kwa furaha tukisema,
Mwimbieni Bwana, ambao vifungu hivyo tumevimba sana. Mwimbieni Bwana kwa kuwa ametenda makuu, naye yajulikane haya katika dunia yote. Ibada hiyo pia imeambatana na changizo la ujenzi wa kanisa jipya, mradi unaokadiriwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 2. Ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, na hata milele ni vivyo. Amen. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro, ni mimi Vedasto George wa Daily News Digital.